Acha nyakua. Nyakua. 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 Haya haya haya. Haya. Nyakua. Nyakua. Acha nyakua. Nyakua. Acha nyakua. Nyakua. Komando. 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 Komando huyu. Komando. Komando huyu. Komando. Wata Dar es Salaam. Kabisa sana. Na mimi nilisoma Tambaza. Unaona sasa kumbe wote watu na mwingine. Viti wa kamati za usalama, lakini kujikita katika misingi ya kuzuia uhalifu. Na kwa sababu amefika, mimi kwa heshima kubwa kabisa Afande General na kukaribisha kama ambavyo tayari mkuu wa wilaya amekukaribisha ili uweze kutupa zile salama ambazo ungependa tuzipate. Afande General, karibu. Uhalifu hapo ndani ya jamii. Wahalifu wanaanzia kwenye familia. Na huwa nawaambia Watanzania wenzangu, wewe jiulize, tunazaa sana. Una watoto 10, je, watoto wote hakuna mhalifu? Hivyo kama mhalifu yuko mtoto wako, wewe Mtanzania umezaa mtoto mhalifu, unajisikiaje? Kama amekushinda si ripoti basi. Sasa kama ripoti sisi tutamgonga tu kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo community engagement itakayotusaidia. Mikutano yote mkienda, Mheshimiwa DC, mjaribu sana kuzungumza ushirikiano na jeshi la polisi, ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Kwa tukaomba wenye vitu wa serikali za wenye vitu wa wilaya wajitahidi sana kutoa elimu kwa watu. Lakini sisi tunafanya operation. Ni operation kubwa kwa maana kwamba hawa waganga wa kienyeji, whether wahalifu, nikisema wahalifu ni wale ambao wanavunja sheria. Wasio wahalifu ni wale wasiovunja sheria. Kwa dawa yao lazima wafanye operation kila wakati. Kufanya operation wasipokuwa stable, wakiwa unstable hawezi wakakaa na kupigana mwili. Kwa hiyo ni lazima tufanye kwa sababu mliona kule Njombe ilikuwa imetupa tabu kidogo. Lakini wote walikuwa arrested, walikamatwa. Hii nimekuja hapa Simiyu kidogo ilitaka kidogo na unaona wameanza kuwakamata wanatajana. Kila wanakuambia utajiri sio tupate dhahabu. Hiyo nyeti wakiipata, wakiweka na dawa zao ndumba zile, samaki ndio wanakuwa wengi. Sasa hiyo kuna ukweli kiasi gani? Kwa hiyo na sisi tunakuwa wakali sana. Kwa hiyo kwamba sisi upande wa polisi ni operations na kutoa elimu, lakini na viongozi upande huu chukue nafasi ya kusaidia. Lakini issue nyingine kubwa ambayo inasumbua ni ubakaji. Kwa mujibu wa sheria under 18 ukienda naye tayari umebaka. Kwa hiyo imekuwa ni matukio mengi. Sasa haya ni swala la elimu, ufuatiliaji, tuone tunafanyaje, lakini na changamoto kwenye utoaji wa ushahidi. Unakuta victim of crime anakimbia, unabakije? Anayekuja kusema nilibakwa, unakuta hayupo. Unakuta kuna lakuna iko pale. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kusensitize hawa vijana wetu wajue kwamba hili ni tatizo. Sisi tuna program ya kupita mashuleni kwa naambia watu viongozi kwenye swala zima la crime reduction strategy. Swala la uhalifu, watoto wetu waanze kujua madhara ya uhalifu kuanzia primary level, shule ya msingi. Waanze kufundishwa, mtu anakuwa anajua madawa ya kulevya madhara yake ni cocaine, wengine hawajawahi kuwa na cocaine, hawajawahi kuwa na mandrax. Kwa hiyo ni vizuri polisi wetu wakapita wakatrain. Na njia pekee yake ya kusaidia kupunguza swala la uhalifu. Mtu anakuwa anajua kumbe nikienda na huyu nikibakwa na mimi mwenyewe ni matatizo. Ile inasaidia kidogo. Ni kuhakikishie tu kama ulivyosema wewe mwenyewe, katika wilaya yetu ya Kwimba kwa kweli hatuna uhalifu ule mkubwa wa kusema kwamba sasa unatishia usalama. Tuko salama, tuna viuhalifu tu vile vidogo ambavyo vinaendelea. Ni kweli ukiongelea kwa mfano umeongelea swala la ubakaji, mimi naweza nikasema hapa tunaweza sisi tukaa tunaongoza, manake idadi ya mimba za wanafunzi, hata RPC wakati anakuja kujitambulisha nilimwambia changamoto yetu kubwa ni mimba za watoto wa shule. Januari tu kwa faili ya polisi mpaka sasa hivi tunazo 27. Sijaangalia hii wiki, sijalipitia, lakini tayari ziko 27 ambazo ziko reported. Lakini ukiacha hiyo, watoto ambao wanabaka unaona ni wengi sana. Kwa hiyo tunajaribu kuintervene kwa kutaka sheria ichukue mkondo wake, lakini inakuwa ni ngumu sana kwa sababu unajua hivyo vitu watu wanafanya kwa siri, akiwa kipo open. Labda tu kwa hili ni kuombe na yeye utusaidie. Najua majeshi mnasaidiana, hata kama tuna miili mitatu naamini bado una nafasi. Tuna changamoto moja ambayo mimi naiona nani sana kwenye kesi hizi za mimba. Kesi zetu hazifiki mwisho. Hiyo ndo changamoto kubwa. Unaweza kukuta kwa mwaka mzima tuna kesi 100
za mimba, lakini kwa sababu kama sasa hivi tuna 20 tuna expect zitakuwa nyingi, lakini ukienda kuangalia ambao wameingia sasa wamehukumiwa wanakuwa ni wachache, na sisi hatupendi watu wahukumiwe. Tunapenda tutoe elimu ili tupunguze, lakini wale ambao wanatokea basi tunasema sheria ikiwachukulia itaweza. Kuna nilingo nagombana na OCD hapa, wenzetu kule walitoa dhamana kwa mtu ambaye amebaka. Nikamwambia hii sio sawa sawa, na hata leo kuna message nimemtumia, nimwambia wafuatilie waweze kuona ni wapi kuna mtoto amebakwa, lakini kwa anataka kuipindisha. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tusipofanya kazi kwa pamoja, naamini vinaweza vikaturudisha nyuma. Lazima tushirikiane katika hili. Kwanza kabisa ni kushukuru kwa ziara yako hii kwenye jimbo langu kwenye wilaya ya Kwimba. Kwa kweli wilaya ya Kwimba sisi kwa sababu tunazunguka kwenye vikao, nikupe sifa tu kwamba wilaya kwa kweli imetulia. Kwanza mimi kwenye mikutano yangu yote hata siku moja sijawahi kuomba ulinzi wa askari kwa sababu mambo yako shwari, kuna amani. Kwa sijaomba ulinzi kwamba waje wanisaidie kulinda mikutano kwa sababu ni mambo yako shwari. Mambo mawili ningependa kushauri. La kwanza mkuu ni kwamba ulichosema swala la ubakaji na mimba ya utotoni. Elimu mnaenda kutoa kwenye mashule, lakini mimi ningeshauri kama tungetengeza matangazo ya kubandika kwenye miji yetu midogo na kutoa tahadhari. Ukikutwa na mwanamke wa chini ya umri wa miaka 18, adhabu ni hii, jiandae. Epusha na hilo. Kama tunavyotoa masuala ya rushwa, tutoe matangazo ya hili. Litatusaidia tukiweka hizo matangazo kwenye shule zetu za msingi, shule za sekondari, kwenye miji zetu zote. Tukianza kuziweka hizi matangazo, watu wataogopa, watasema kumbe chini ya miaka 18 siruhusiwi. Wengine labda hawajui. Kwa hiyo akiona hilo linaweza likatusaidia matangazo haya kupunguza uhalifu. Lingine pia kuhusu swala la dawa za kulevya pia. Kama tungeweza kufanya matangazo ya kuweka kwenye mashule zetu. Hatuweki matangazo kwenye shule. Tungeanza na hata matangazo ya rushwa tuweke kwenye shule. Matangazo yaanze kwenye shule zetu ili waanze kupata matangazo haya kwenye notice board zao, waanze kuzisoma. Watamuuliza mwalimu wake hii tangazo inasema nini kuhusu rushwa, mwalimu atamfundisha, masomo yataanza. Tukianza na matangazo hizi hata ya mimba, mwanafunzi anaweza akasema kumbe mpaka miaka 18 siruhusiwi kutembea, lazima niwe mwangalifu kidogo. Siku nyingine inawezekana mtu anakuwa hajui kwa sababu hana elimu ile. Kwa hiyo tukianza kuweka matangazo kidogo itasaidia. Lingine mheshimiwa IGP niseme jimbo la Kwimba tuna kituo kikubwa cha polisi hapa Ngudu. Tuna kituo kiko Hungumala. Lakini tuna tarafa ya Mwamashimba ambaye ina kata zaidi ya 6 na ina wananchi wengi sana maeneo yale. Kutoka Hungumala kwenda Mwamashimba kuhudumia mteja pale ni takriban kilomita 40 mpaka 50. Sasa mkuu, pale tulikuwa tumeshapata kiwanja. Kulikuwa kuna program ya kujenga kituo cha polisi lakini imesimama. Tunaomba nguvu yako utusaidie kwa sababu naona tatizo linakuja mbele kwa sababu sasa hivi kwenye kata ya Muhalo, kata ya Bupamwa, kijiji cha Muhalo kuna machimbo yameanza. Wamegundua dhahabu pale. Kwa hiyo wananchi wengi sana wameanza, wale vijana wachimbaji wameanza kuingia pale kwa wingi sana. Sasa ukiangalia kutoka pale kituo hakuna ulinzi wote wa polisi. Shirikiana na mganga wa hospitali anayeshughulika mambo ya kuratibu tiba mbadala. Na kweli tumewakamata kweli na tumelalamikiwa kweli, lakini tunatenda haki. Ndio maana mauaji sasa hivi yameshuka kwa kweli kwa wilaya ya Magu. Jambo jingine, tuna tatizo la unyang'anyi wa kutumia silaha sana mapanga. Kuna ukanda unarudi tarafa ya Sanjo ni Kisesa. Ndio bado panasumbua, lakini tunapambana sana yako chini. Kwa sababu pale inapakana na mjini wanaotoka viunga vya Igoma, Shamaliwa, kitu tunashirikiana na UCCID, lakini tunapambana. Wao toa wakamata kule kuta wanatoka kule, tunashirikiana nao. Jina langu naitwa Edi Mujarubi, ni katibu wa umoja wa ganga na kunga wa tiba asili Tanzania kanda Ziwa. Binafsi nimefarijika sana na tamko la mkuu wa polisi Tanzania IGP kwa yale maneno aliyotoa. Sisi kama umoja wa ganga na kunga tiba asili Tanzania tunamuunga mkono kwa 100% na tutaenda kuelimisha waganga wetu wote kushirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha kwamba wanachana na mambo ya wapigaji ramli chonganishi. Sisi kama umoja wa ganga na kunga tiba asili Tanzania tunalaani vikali sana mauaji ya binadamu kwa sababu kila binadamu ana haki ya kuishi. Na hakuna kiungo cha mwanadamu yote ambayo kinaweza kumpa mwanadamu utajiri. Hayo ni mambo ya kitapeli na waganga wa namna hiyo wakipatikana lazima
vyombo vinavyohusika vya kisheria vinachukulia sheria kali iwezekanavyo, ili fundisho kwa watu wenye tabia ambao wanajificha kwenye taaluma ya waganga. Kwa mganga anayetumia tiba hospitali kuwadanganya wateja wake kwamba ni dawa halisi, hilo ni kosa kabisa, kwa sababu unapozungumza tiba asili ni vitu vinavyohusiana na mambo ya asilia asili. Sasa anapotumia dawa za hospitali alafu akawa na tibu na huku, inabidi vyombo vinavyohusika pia vimchunguze, afuatiliwe na ikibidi apelekwe panapostahili kwa ajili ya kupata uhakika zaidi. Si busara kwa mgonjwa ambaye yuko admitted wodini ukamtoa ukampeleka kwenda kumpa tiba asili. Sisi chama chetu tunapozunguka kwenye mikoa yetu hii yote tunaelimisha watu, wakiona mgonjwa hawezi kumtibu haraka sana mpeleke hospitali. Inawezekana mgonjwa yule akawa hana maji. Sasa sisi hatuwezi kumwekea drip mgonjwa ambaye yuko nyumbani. Tukiona condition ya mnada lazima mgonjwa yule apeleke hospitali. Tunawashauri waganga wote wafanye hivi. Tumejitahidi sana kwa chama chetu, lakini vile vile miongoni mwetu kuna wengine wakaidi. Sasa wakaidi kama hawa mara nyingi watu tunashikana, jeshi la polisi linafanya na wanacheza nafasi yao, kimaliza wanapeleka kwenye vyombo vinavyohusika. Naitwa Kasembo Fungaradha Jogoro, ni naibu mwenyekiti wa waganga mkoa wa Mwanza, natokea Igombe. Cha kwanza nampongeza sana IGP wa polisi Kamanda Siro kwa ziara yake ambayo anahamasisha mkoa hadi mkoa na wilaya hadi wilaya. Nina maumivu makali sana kusikia watu wakiuawa ambao hawana hatia, kuanzia watoto wadogo, akina mama na vikongwe. Mimi kama makamu mwenyekiti wa mkoa nitaungana sana na jeshi la polisi kuhakikisha kwamba hili jambo tutawabaini waganga ambao wanajificha kufanya lamuri chonganishi, kupiga lamuri chonganishi na vitendo ambavyo sio sahihi, ni ukiukaji wa haki za kibinadamu. Tutaungana na jeshi la polisi bega kwa bega kuhakikisha kwamba mganga atakayebainika anafanya matukio hayo na anahusika kupiga lamuri chonganishi na matukio ya mauaji ya vikongwe na watoto wadogo na kina mama atachukuliwa hatua. Ni kosa la jinai sana kutumia tiba mbili ambazo hauna elimu nazo. Sisi elimu yetu ni tiba asilia, tuko tofauti na idara ya afya. Unaona, ni kosa la jinai sana. Mtu huyu akijulikana achukuliwa hatua ya kisheria mara moja. Nitaitunza heshima yangu, nitakuwa mfano mzuri kwa watu wote, kuwa jasiri mtulivu wakati wa hatari, sitakuwa na kujali usawi wa wengine, kimawazo na kimatendo pia. Ili ya kazi isipokuwa itakapobidi, kufuata sheria za nchi na zile za idara yangu, chochote